Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Rais, kabla tujazindua soko hili, nikiri kuwa tumepokea maelekezo ya mara kwa mara kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Amefanya ziara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, ametupa maelekezo, amekuwa macho na kusimamia mara kwa mara maelekezo yake yote kwa niaba yako wewe, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa dhati ya moyo naomba ndugu zangu wote tumpige pia makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wizara hii ipo ofisini kwake. Mheshimiwa Rais, nishukuru tena Mheshimiwa Waziri wetu wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Profesa Shemdoe, naye amekuwa bega kwa bega kuhakikisha halali ili kuhakikisha soko hili linakamilika kwa ufanisi na linaanza kutoa huduma, ili nawe Mheshimiwa Rais unapokuja siku ya leo kulifungua liwe katika ubora huu unaouona siku ya leo. Ningeomba pia kwa dhati ya moyo wangu tumpige tena makofi mengi Mheshimiwa Waziri kwa usimamizi wake na maelekezo yake kwetu. Kama ulivyopata taarifa Mheshimiwa Rais, fedha zilizotumika katika kujenga soko hili ni nyingi sana. Wafanyabiashara zaidi ya 1500 watakuwepo katika soko hili. Lakini aliyelijenga soko hili, mkandarasi aliyeshinda ujenzi wa soko hili Mheshimiwa Rais, anaitwa Esteem Construction na mshauri ni NHC, shirika hili la serikali. Mheshimiwa Rais, mjenzi huyu aliyejenga soko hili hajawahi kuwa na chembe ya ubabaishaji hata kidogo. Na mimi kama mkuu wa mkoa namrecommend mahali popote Tanzania palipo na miradi ya serikali apewe mkandarasi huyu. Ni mkandarasi mwenye uwezo, mkandarasi mwenye watu, lakini mkandarasi asiye mbabaishaji. Tumpigie tena makofi mengi sana Esteem Construction. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, soko hili la Kariakoo lipo katika mkoa wa kikodi. Na nikiri kwamba wakati wa utambulisho Kamishna General wa TRA hajatambulishwa. Naomba naye asimame kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais tuweze pia kumuona Kamishna Mwenda. Mheshimiwa Rais, Kariakoo ipo ndani ya mkoa wa kikodi ambao unaitwa mkoa wa kikodi wa Kariakoo. Mheshimiwa Rais, mwaka 2024-2025 mkoa huu wa kikodi ulipewa lengo la kukusanya bilioni 142. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka tunafunga mwaka mkoa huu wa kikodi ulikuwa umekusanya bilioni 145.4, sawa na 102% la makusanyo. Lakini pia ile Mheshimiwa Rais, mwaka 2025-26 mkoa huu wa kikodi ulipewa jukumu la kukusanya shilingi bilioni 151. Lakini mpaka kufikia Januari mwaka huu 2026 mkoa ulikuwa umekwisha kusanya bilioni 92.2. Hii inaonekana kabisa tutavuka lengo lile ambalo tumepewa kwa mwaka. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa tumpigie makofi mengi tena Kamishna General wa TRA kwa kuendelea kusimamia makusanyo ya kodi katika ukanda huu muhimu. Mheshimiwa Rais, hii inaonyesha kuwa eneo hili ni muhimu mno kikodi, ni muhimu sana kidiplomasia na ni muhimu sana kiuchumi. Na kwa mantiki hiyo, lazima sisi kama mkoa tuwe na kila mbinu za kuweza kulinda eneo hili muhimu ili lisilozolote katika makusanyo ya kikodi, kwa kuwa kodi ndio uti wa mgongo wa kuweza kutekeleza miradi mingine mingi ya kimaendeleo. Mheshimiwa Rais, eneo hili kwa muda mrefu limekuwa pia na uhaba mkubwa sana wa vyumba au frame za kufanyia biashara. Na Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako uliyoyatoa wewe mwenyewe mwaka 2022 ulitoa maelekezo kwa shirika la nyumba kuweza kuzindua sera ya ubia ambao utakaribisha kujenga majengo yote ya National Housing kwa mkono pia wa private sector. Mheshimiwa Rais, naomba leo nikuthibitishie kwamba nyumba nyingi unazoziona katika eneo hili la Kariakoo ni nyumba pia ambazo zinamilikiwa National Housing. Yale maelekezo yako Mheshimiwa Rais uliyoyatoa kuanza kuingia ubia yameleta matokeo yafuatayo. Hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Rais, mikataba ambayo imekwisha ingiwa na private sector na NHC ni zaidi ya 61.
kwa ajili ya kubomoa na kujenga upya maeneo ya shirika la nyumba ili yaweze kuaccommodate wafanyabiashara wengi katika eneo hili. Sasa kilichokuja kuzaliwa, Mheshimiwa Rais, zimezaliwa frame za kufanyia biashara zaidi ya 1500, zimezaliwa apartments zaidi ya 700, lakini zaidi pia yamezaliwa maeneo mengineyo, Mheshimiwa Rais, yenye thamani ya zaidi ya bilioni 356. Mkataba huu ambao umeingiwa kati ya shirika la nyumba pamoja na wafanyabiashara au private sector. Mheshimiwa Rais, kwa dhati ya moyo wangu naomba tukupigie makofi zaidi, kwa sababu sera hii ya ubia isingeweza kuwezekana na wafanyabiashara hawa Kariakoo wangeendelea kujaa barabarani kwa sababu ya uhaba wa sehemu za kufanyia biashara. Sasa kwa sababu ya sera hii imeongeza vyumba vya biashara, mkoa umejipanga kufanya yafuatayo. La kwanza, mpaka sasa tumezungumza na wafanyabiashara wote, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuanzia sasa barabara zote za Kariakoo ziwe wazi. Na hili Mheshimiwa Rais, itakuwa sio busara hata kidogo kwa jengo kubwa kama hili la zaidi ya bilioni 28 afu likakosa barabara. Wewe Mheshimiwa Rais ulikuja hapa wakati jengo la Kariakoo limebomoka. Hawa fire, Mheshimiwa Rais, uliowaona umewanunulia vifaa vile vya fire, walihangaika sana namna kuingia huku ndani kwa ajili ya kuleta uokozi. Leo hapa Kariakoo kuna wafanyabiashara zaidi ya 500 kwenye hili soko, na square mita zaidi eneo ni dogo. Sasa mara ya kwanza tulijua tuna upendo mkubwa kuziba barabara, lakini hizi zilikuwa ni siasa ambazo zitaleta majanga makubwa kwa watu na wafanyabiashara kubwa na wafanyabiashara ndogo ndogo. Na kwa mantiki hiyo tumekubaliana kwamba kuanzia leo, wewe Mheshimiwa Rais ulipokuja kuzindua soko hili, barabara zote zinazoingia katika ukanda huu wa Kariakoo ziwe wazi. Nafahamu hii inawezekana isiwe jambo zuri sana, na pengine akawa ni maelekezo machungu, lakini huwezi kujenga nyumba yenye thamani ukaziba barabara. Maana yake hata zile gharama ambazo tunazichaji hapa ndani hazitakuwa na maana yoyote kama barabara imezibwa. Hii barabara ya Pemba tumefungua, badala ambao walikuwa wana sehemu za kufanya biashara, sasa National Housing pamoja na Kariakoo na sisi wenyewe halmashauri ya jiji, pale palipokuwa eneo la DDC tayari pana frame zaidi ya 500 ili kuruhusu wafanya biashara kufanya biashara hapa. Mheshimiwa Rais, hii itasaidia pia kupumua kwa mji, lakini zaidi kuleta usalama wa mji wetu, lakini zaidi pia inapotokea dharura kuweza kuitatua kwa haraka. Mheshimiwa Rais, kwa dhati mimi na wenzangu tukushukuru tena wewe Mheshimiwa Rais kwamba ufunguaji wa barabara hautakuwa hapa tu Kariakoo. Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu hapa Dar es Salaam ilikuwa kila inaponyesha mvua tunafunga barabara. Tunafunga Jangwani, tunafunga Kigogo, tunafunga kote Mheshimiwa Rais. Mwaka jana tulipokulilia wewe Mheshimiwa Rais, ulifanya mambo yafuatayo na naomba haya Watanzania waweze kuyasikia. Mheshimiwa Rais, daraja la Jangwani hivi ninavyoongea umetoa pesa bilioni 97 na ujenzi unaendelea, na daraja litakuwa na urefu wa mita 300 na kutoka chini kwenda juu mita 10. Maana yake mafuriko itakuwa ni bye bye katika eneo hilo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na soko zuri halafu barabara zinafungwa tena za Jangwani. Soko zuri pamoja na kufungua barabara ili watu waweze kupita vizuri. Lakini mbili, Mheshimiwa Rais, tulipokulilia mwaka jana, daraja la Kigogo umetoa bilioni 17 ambalo lina mahusiano makubwa na hili daraja la Jangwani. Daraja la Mkwajuni umetoa bilioni 11. Hivi ninavyoongea daraja la Mkwajuni na daraja la Kigogo linajengwa na Kings Builders, ni wa Tanzania. Wamejenga kwa muda mfupi na sasa hivi tumeanza kupita juu ingawa bado halijaisha. Wakandarasi kama hawa wanahitajika sana hapa kwetu Tanzania. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Rais, pale Mtongani karibu na chuo cha NDC pale jeshini umetoa bilioni 24 ili ziweze kujenga daraja lile pamoja na kutengeneza barabara kilomita 3.
Mheshimiwa Rais, hii ni fahari kubwa, naomba mpigieni makofi mengi sana. Lakini Mheshimiwa Rais, unakumbuka mwaka jana au mwaka juzi ulikwenda kuzindua kiwanda cha kuassemble magari kule Kigamboni. Wakakulilia wananchi kuhusu barabara ya kutoka Mwasonga kuja Kibada kilomita 41. Mheshimiwa Rais, barabara ile umetoa bilioni 83. Hivi ninavyoongea iko zaidi ya 44%. Tayari mkandarasi Esteem amekushaanza kujenga na tayari barabara kilomita 8 imeshawekwa lami na tayari watu wanapita juu ya lami hiyo. Tupigieni makofi mengi sana. Na maeneo mengineyo machache lami inakuja, kwa sababu lami Mheshimiwa Rais hatuzalishi Tanzania. Tunaagiza, tunanunua na inaitwa bitumen. Na bitumen Mheshimiwa Rais, pipa moja la bitumen lina kilo 185. Na kilo moja na urefu wa barabara wa kilomita 1 unatengenezwa kwa bitumen 200, yani kwa maana mapipa 200. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, unaweza kuona ni gharama kubwa kutengeneza barabara hizi, lakini wewe umethubutu na umetoa fedha na tayari mambo yanaendelea. Tuongeze makofi mengi sana. Lakini zaidi Mheshimiwa Rais, mwaka jana pia tumekulilia kwa ajali nyingi ambazo zilikuwa zinapatikana hii barabara ya kwenda Mtwara. Ukifika pale Mbagala kwa mbele pana barabara pale, kila mara ilikuwa ni ajali kubwa zinapatikana pale. Umetoa bilioni 54 zinajenga barabara ya kwenda mpaka inatoka pale Mbagala inapanua lile daraja kubwa ambalo limekuwa likiua watu, bilioni 54. Leo unapozungumza mkandarasi yuko site anaitifua barabara. Naombeni mpige tena makofi mengi sana. Hatuwezi kufungua soko la Kariakoo kama barabara zote ni mbovu. Umethubutu, unajenga barabara na soko letu linaanza kutumika pamoja na maeneo mengineyo. Lakini hii barabara ya Morogoro Road, Mheshimiwa Rais, kutoka Ubungo kwenda Kimara kulikuwa kumefinywa, wakati kutoka Kimara kwenda maeneo mengine barabara ilikuwa njia 8. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kwamba umetoa fedha bilioni 71 kutanua barabara kutoka Ubungo kwenda mpaka Kimara ili iweze kuakisiana ile barabara njia 8, na kwa mantikio foleni kwa ile njia mara baada ya barabara hii kukamilika kwa kilomita 5 ni bye bye, na tayari watu watakuwa wanakuja haraka mjini na kuondoka haraka mjini. Pigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, naomba niishie hapa, lakini barabara za mwendo kasi sijataka kuzitaja ambazo kila mmoja anaziona. Sasa hiki Kiswahili kwamba tangu umeingia madarakani mtu anaweza akasema hajaona mradi mkubwa wewe Mheshimiwa Rais ukiujenga. Mimi kama mkuu wa mkoa na wananchi hawa naomba wawe mashahidi leo kwa hiki nilichokisema, kwamba wewe Mheshimiwa Rais umetekeleza miradi hii mikubwa ya kufungua mkoa wa Dar es Salaam. Haiwezekani mkoa mkubwa kama huu kila siku foleni. Sasa foleni hizi unazi unlock kwa kujenga barabara. Sasa Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba nilisifia sana ukusanyaji wa mapato hapa Kariakoo, lakini ukweli ni kwamba bado hatujakusanya vizuri kwa sababu ya mambo madogo ambayo wewe Mheshimiwa Rais uliunda ile tume maalum ambayo tunaamini baada ya kumalizika kwa matokeo yake tutafanya kazi nzuri ili hapa Kariakoo uwe ni ukanda maalum wa kukusanya kodi na kodi iweze tena kupeleka maendeleo kwa Watanzania. Hii ni message kwamba kila mmoja ashiriki kulipa kodi, kwa kodi ni uti wa mgongo wa kufanya maendeleo kwa taifa letu. Baada ya kusema haya Mheshimiwa Rais, nashukuru na asanteni na poleni kwa nio wa kwanza. Tushikamane tujenge taifa letu. Mungu mwema atubariki sana. Asanteni sana. Asante, naomba